kwa neema yako. Ukiweza kupiga magoti, unaweza kupiga. Ukiinua mikono, unaweza kumuinulia, ukimwambia Bwana, ni kwa neema yako, ni kwa neema yako watoto wetu wako wazima, ni kwa neema yako Bwana. Leo hii tumekuja mbele zako, leo hii Baba tumekuja kukuabudu, kwa sababu unapofunuliwa yale ambayo Shetani amekupangia, yale ambayo mwovu alikupangia, utasema hakika Baba, wewe ni Ebeneza, wewe ni Mungu mkuu. Baba, tunakupenda, ndio maana tunakukaribia. Ni kwa ajili ya ibada kwako Bwana, ni kwa ajili ya sifa zako Bwana. Baba, sisi si wazuri kwa wale ambao wamekufa, ni kwa neema yako Bwana. Sisi si wazuri Bwana kwa wale ambao wataingia ibada leo, ni kwa neema yako Bwana. Baba, sisi si wazuri ambao tumesimama mbele zako, ni kwa neema yako Bwana. Neema yako ndio imetubeba, mkono wako ndio umetubeba. Ndio maana Baba tunakuita, tumekuja mbele zako tukikuita Bwana, tukisema ni asante kwa kututegemea, kwa kutupigania. Asante kwa kutuhurumia. Mfungua kinywa chako, mwambie Bwana, ni asante kwa kunipigania, ni asante kwa kutetea watoto wangu. Leo hii watoto wako wangeangamizwa, kwa sababu utembei na wao. Ukifunuliwa yale walitenda jana, unaweza ukasutuka. Ukifunuliwa yale tumetenda hata wakati tulikuwa kwa nyumba zetu, utashangaa. Ni kwa neema ya Mungu, ni kwa neema ya Mungu hatujaangamizwa, katika jina la Yesu. Ndiposa asubuhi ya leo ametufanya ibada ili tukamwabudu. Baba, tunasema ni asante. Asante kwa ukuu wako Bwana, asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako mkuu, asante kwa siku ya leo Bwana, asante kwa kutusimamisha Baba katika wokovu. Tunasema wewe unastahili, tunasema wewe unastahili. Watu wanakumbuka vitu mingi ambavyo walikuwa wanafanya, na ni vitu maovu, si mambo ya kumpendeza Mungu. Wengine wanakumbushana jinsi vile walilewa, wengine wanakumbushana jinsi vile walifanya ukaidi, wengine wanakumbushana jinsi vile walivyoiba. Lakini Yeremia yeye anajikumbusha, ni kwa sababu ya neema ya Mungu ndio maana achangamia. Asubuhi ya leo, dada yangu, ndugu yangu, wewe uko mahali hapa, sijui ni nini unajikumbusha ambayo Mungu amekupitisha nayo, kwa maana mwovu anatufisia kila wakati ili akaweze kutuangamisha nafsi zetu. Lakini Mungu niye ametupigania, niye ametutegemea, ni kwa huruma zake anatuhurumia, katika jina la Yesu. Ola shantalalabo resekelelelema ribosiantalalama. Aba, ni kwa rehema yako tunasimama mbele zako, ni kwa rehema yako Bwana tunaitwa wana wako Bwana, katika jina la Yesu tunakupa sifa, katika jina la Yesu. Asante Bwana. Ni wa
na neno lako Bwana, na nitasimama kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako. Kama uko tayari kusikia neno la Mungu, anza kukubaliana na neno la Bwana sasa. Vile Mungu ananena, haleluya. Kubaliana na neno la Mungu. Nitasimama kwa neno lako. Ni neno lako tu, halibadiliki hili neno la uzima. Tumaini nikikungoja Bwana, kila ulilosema ni kweli, hata kama limekawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, haleluya. Hata zikikawia nakubaliana. Sema pamoja nami, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Daktari amenipa ripoti yake, sikubaliani nayo, haleluya. Sikubaliani na jina baya. Za Mungu ninafaa, tena mimi ni wa maana. Mimi ni wa maana. Za Mungu ninafaa, tena mimi ni wa maana. Iwe kwangu utakavyo Baba, iwe nami upendavyo Baba. Unavyotaka Baba, kwangu utakavyo. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno la Mungu. Mimi nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako. Tusimame tu kwa neno. Twakubaliana na neno lako Yesu. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na
nitasimama kwa neno lako Bwana. Lord, we agree with your word. What your word says is what we believe. We choose to believe what you say over what the situation says. We choose to disagree with every medical report that speaks against our health. And we accept your word that, Lord, you are our healer. You send a word to heal us, Lord. We refuse to agree with every name that we have been given that is not befitting us. Every name ya kutuweka chini tunakataa kukubaliana nayo. We accept the good name you have given us, the name of Jesus, the name to be called children of God, the name to be called the blessed ones of God, the name to be called the favored ones of God. In Jesus' name we pray and declare. Amen. Amen. Please take your seat. Nisalimie huyo mtu wako karibu na wewe. Mwambie Yesu anakupenda. Mwambie kubaliana na neno sasa. Mwambie kubaliana na neno. Hallelujah. I love Jesus. Ladies and gentlemen, watu wa Mungu, naomba niwasalimie. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Good mornings. I love you. Bwana, mwache kunichekesha, mniambia you love me. I love you. Thank you. The book of 1 Thessalonians. Mzoee tu kunipenda, na mimi nimeanza kuzoea kuwapenda zaidi. Hallelujah. Hey. Hii neno nimezoea tu kuambiaga pastor yenu hapa, Abigail. David, I love you. Genuinely. And I mean it. I mean it. 1 Thessalonians chapter number 4. Ukishika mahubiri ya leo. Hey. I told you. 1 Thessalonians chapter number 4. Let me read verse 9 to 12. 1 Thessalonians 4. Verse 9 to 12. The word of God says, and this is New King James Version, concerning brotherly love, you don't, you have no need that I should write to you, but you yourselves are taught by God to love who? To love one another. Hallelujah. Next verse. And indeed that you should do so towards all the brethren all over Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more in love. Next verse says, and this is important sasa, anza kufuata sasa, that you also aspire to lead a quiet life and to mind your own business and to work with your own hands, just as we commanded you. Hallelujah. Next verse says, that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Hallelujah. The apostle of God, Paul, tells this church in Thessalonica that about kupendana, this is a basic requirement. Yani hata kama ninawaandikia, sikufaa kuandikia kuwakumbusha the obvious. Hello? Now then he says, and that you should love
the more, increasing in levels of love. Halo, unajua kuna kupenda tu na kuna kuongezeka ndani ya upendo. Kuongezeka, vile ulipenda jana, upende zaidi leo na upende zaidi kesho. Let your heart broaden more to learn to accommodate the lost people. And now listen to this. Then he says, and after that, make it your ambition to live a quiet life. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Kenya tumezoea drama ya wapendwa. Drama. The word of God says that you should make it your ambition to live a quiet life and to mind your own what? Kuna watu maisha yao ni stories za watu wengine. They never learn to mind their own business. Every single day, instead of God did this to me, they are saying somebody did this. Huyu alisema, nani aliongea, nani alisema, jana nani alifanya. When do you have time for your own business? Lead a quiet life and to mind your own business, because you have a lot of business to mind. Empty you came to this world, and alone you came to this world, and empty and alone you will leave this world. So you have a lot of business to mind wakati tuko katika maisha haya. Hallelujah. Even as a pastor, I told you, siwabebagi katika mioyo yangu nikienda nyumbani. Hello? Because I also have business to mind. Hello? Leading a quiet life. Mkristo, ukikosana na mtu, wacha kupeleka social media. Kuna mtu amenifanyia kitu, Mungu anamuona, na huyo ndugu ako hapo, na simuanze hapo. Lead a quiet life. If you cannot resolve your issues, then mind your own business. Praise the Lord. Now follow again the next one, which is very important. Man, now the message is based on this one. Then he says, and work with your own hands, so that you may earn your daily life, and that daily life may win the respect of outsiders. Na usije ukategemea mtu yeyote. That is the next verse, verse number 12. So that you may win the respect of outsiders, and that you will not be dependent on anyone. That is where I'm building the message. People of God, when we failed to mind our own business and to live a quiet life, mambo kadhaa ilianza kututendekea. When you make other people's business to become your business, people stopped concentrating on their own welfare. They neglected themselves. Then they became dependent on other people. And the poverty ikaingia katika kanisa. Because Wakristo wako, yule ndugu alianguka, mliona kama alisimama kabla aende kwa worship team. Nani, si wewe unasimamisha? Hello? Najua la Sunday nani tuliambiwa alianguka, na leo tumemwona mbele. Mind your own business. Kama si member wa department yako na wewe ndio kiongozi, tafadhali refer to the higher authority. Kama kuna mambo unajua yenye ni ya ndugu mwingine, wewe jenga maisha yako. Na kama huwezi saidia mtu, murifae kwa their leader. Hello? Na hiyo time una concentrate na watu wengine, build your own capacity. Work. If you are able to work and earn your living, you command respect from outsiders. Hata kama hujaokoka. The moment you work with your hands and you are able to live your own life,
independent on others, people respect you. But the church of God, especially mahali tulipokuta kanisa tulipookoka, we found a church that glorifies poverty. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitawachokoza kidogo, so anza kuweka shocks. We found a church that glorifies what? Poverty. Mkristo afai kuishi maisha luxurious. Nani alisema? Who said? If I were to mind my own business and you mind your own business, you would achieve things. We would be respectable amongst us, and you will live a life of luxury. Mtoto wa mfalme ni mfalme. Halo? Sasa unazaje simamisha mtoto wa mfalme? Hata ukimwangalia hata mfalme mwenyewe anaweza uliza, kweli huyu ni wangu? Okay, kama ni wangu maybe alipotea. Children of God, the church over the years, we have glorified kupungukiwa, na ikakaa kupungukiwa ni kama ndio standard benchmark ya utakatifu. From today I'm giving you a dosage kwamba now begin minding your own business. Begin living a quiet life. When you are building, stop telling people you are building. When you are investing, shut up. Live a quiet life. When you are marrying, please be quiet. Do your things quietly. Hallelujah. When you want to do things that are big, punguza sauti. Live a quiet life. Mind the business that pertains to you. Kama usaidii mtu, only keep that business to yourself. Hallelujah. And now working with your own hands. Since the year 2000, when I met and I began to kuingia Pentecostal kidogo kidogo, I found people talking about God is blessing me. God is blessing me. God is coming through for me. And then 24 years later, the people who were saying God is blessing me, they are still saying God is blessing me. But ukiwauliza what they are doing with their own hands, nothing. Kuna kitu wanafanya na mikono yao. And then they make God to appear a liar. Yet God is true. Because they are not doing anything with their own hands. Proverbs 14:23, if you can get it. Proverbs 14:23 says, every toil, every work is profitable. All hard work brings what? Please talk to me. All hard work brings what? Again, all hard work brings what? But mere talk only leads to poverty. If you are not doing anything with your hands, let me tell you, brother and sister, you will end up a poor believer, a poor Christian. Hata kama utaona ufalme, if you are not doing something with your hands, poverty will be your friend. Hallelujah. Tragedy ya kushindia tu kuongea, mere talk. God is helping me, God is blessing me, I am waiting on God, but you are not doing something. Kiingereza ingine inasema toil ni ile kazi ngumu kabisa. Kazi hata kama ni ngumu kabisa inaletaga faida. Hallelujah. Wakristo hata kama nawaambia tuvae vizuri, tuvae suti, ongeza tai, simaanishi kesho uvae suti na uvae tai. Nasema kesho you can do your vest, uingie shambani. You can do your t-shirt, ingia kwa are. You can do your thing, apron, ingia kazi, so that at the end of the day you have profit.
Tuache kuglorify umasikini katikati ya kanisa. Hallelujah. Siku hizi hata pastor akiendesha kagari kazuri. Hey, siku hizi mapasta wa siku hizi wanaishi na luxury. Nani alisema? Kwanza hii yangu hii ni gari kweli? This one, hii yangu. I still want Lusiki, hiyo yako ni basic. Kitu ya kwenda point A to point B. There are still people driving now real cars. Friends and the children of God, I want you to refuse kukua a victim of the system that glorifies poverty. But sikia hii kwanza. Matters about umaskini na utajiri sio injili. Halo? Mtu kuwa tajiri ama kuwa masikini has nothing to do with hii imani. Huwezi sema eti imani ndio imemfanya tajiri, ama imani ndio kukosa imani ndio kunamfanya maskini. I'm speaking about matters life and what God says about them. Yule mtu atakuwa na mali nyingi si kumaanisha amko karibu na Mungu. Ama yule mtu ambaye ni maskini haimaanishi ako mbali na Mungu. No. Ama hata yule ako maskini si kumaanisha amekaribia Mungu sana. I'm talking about matters the life we live and what God says we should be in this world. Hallelujah. That we need to live quiet lives na concentrate on building capacity ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Juzi nimeenda hii building ilikuwa ya ACA Lion. Nikaenda kule juu 16th floor. Nilikuwa nakutana na mtu kule. Na nikaangalia Jamia Mosque namna hii. Do you know Jamia Mosque in itself is seated over 2 acres msikiti in the middle of town. Mnasema makanisa inafanyaga kelele kila siku saa 6. Wala akbar. In the middle of the city. And you can do nothing about. Sasa hii kanisa yetu mnanisifu pastor alijenga kanisa kubwa. Which one? Which one? Na ni hata tumejaa. In the middle of town. A faith organization imejenga building 2 acres. Unaingia hivi unachukua kona ukiwa bado ndani. I had never thought that thing is such big. Look, and I'm not comparing even Christ and the Christian faith with that faith. Lakini Yesu alisema wana wa giza saa ingine wanatumia akili kuliko sisi wana wa nuru. Look, they are running the restaurants in town. Children of God, nyinyi mnafanya nini? Nataka tuingie morning glory. Na tuingie lunch hour, hata pengine evening service. But ukitoka hapo unaendaga wapi? Hello? Next years that are coming, we will be doing even 2 services. Wale watu mnaendaga kazi afternoon, unaingia ibada ya asubuhi. Then unaenda unafungua kibanda yako, unaenda unafanya kazi yako. Hallelujah. Hallelujah. So that we do work with our hands. If you are not doing something in this kingdom, if you are not buying something, if you are not selling something, hata kama ni nini, kwa ufalme huu ndugu, uendi mbali. Mbinguni utafika. Lakini hapa kuna matatizo. Halo, si niliwaambia muweke shocks. Ninaweza kanyaga mtu. Tafadhali nikikanyaga songa kidogo. Do something. God has gifted you a lot with your hands. In your soul, I may invest a lot. Ufalme may invest a lot in you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Oh my God. Ephesians 4. Is it 28? Ama ni 29? Ephesians 4:28 inasema yule alikuwa anaiba aache kuiba.
Akiacha kuiba anafanya. Sasa mtu alikuwa anaiba for a living na ameokoka, akiacha kuiba na akose kuanza kazi, atafanya nini? Si atarudi tu nyuma. He says, let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something for himself and to give those who have need. Kama mhubiri, sometimes kama mchungaji, nimeangalia huko nyuma nikakuta kuna ukweli sikupea watu in full, maana hata mimi sikujua. Wengine wanaokoka, maybe mtu alikuwa the women of the street, the women of the night. Unamwambia Mungu atakubariki, wewe okoka tu, Mungu atakusaidia. Then unamwachia hapo. 2 days, 3 days, 4 days. Hajarudi kule street. Atafanya nini? Atarudi. Hallelujah. So the scriptures tell us, ukiacha kufanya dhambi, kama ulikuwa unaiba, sasa usiokoke na ukuje kanisa tu. Ukikuja kanisa, enda tafuta kitu ufanyage na hii mikono, ndio upate kitu cha kukusaidia. Hallelujah. Juzi nilikuwa nimesimama mahali nikingojea rafiki yangu akuje kunichukua. Ninakunywa tu maji ya chupa. Ndugu mwingine ako hapo ananisalimia, habari yako? Namwambia ni sawa. Ananiambia usiniogope, na ngojea umalize kukunywa maji unisaidie hiyo chupa. Haya, upeleke wapi? Ananiambia hii ni biashara. Hii ni pesa taslimu. Even biashara ya uchafu, ya kurokota uchafu, it is business. Brings money. Hallelujah. Church, arise. God wants you to prosper. God wants you blessed. God wants you equipped. God wants you with the affluence. I know hujazoea kusikia hii, lakini nitaendelea kuzungumza. Ingie ikolee. Hallelujah. 2018. Listen to this. Before I mention 2018, this week I met our bishop. Greetings to this church. I met our bishop, Wilfred Lai. And in the meeting, he mentioned something which reminded me 2018. Umewahi kuwa kwa mtihani, ama hata kama si kwa mtihani, kuna kitu unasahauliaga. Unasahau tu, lakini mtu ile siku atataja kidogo unakumbuka yote. You have been in that situation. So, the moment Bishop mentioned this thing, my mind rolled back to the things God spoke to me in 2018, the year 2018. Nikiwa ninahubiri tu in a church setup kama hapa Embakasi, nilikaa chini nika-assess the work I am doing for God. You know, watu wakikuja kuniona kwa ofisi, na niliacha kufanyaga hivyo, I used to take a notebook. Ninasema Anastasia aliniona, request yake ilikuwa hii, so that I go and pray for you baadaye. Siku hizi nakuombea papo hapo, sitaki kubeba, maana watu mmekuwa wengi. Nikibeba hivyo nitawai. I'm also learning to mind my own. Yes. So I pray for you, but I don't want to carry issues. So I used to write, naandika kwa notebook. Mr. Cyril ameniona, his prayer request is so and such and such. So when I'm relaxed, sasa I go through the prayer requests and I pray for all of them the next time and the next time and the next time. I only keep the most serious sahi. So I noticed in my notebook, nimeanza kubadilika kuwa si pastor tena, mimi ni mtu wa social welfare. Pastor, mimi sina unga, shida yangu tu ni chakula. Hiyo ni gospel. Sasa hata pastor anakuja kuambiwa food. Pastor, shida yangu ni rent, sijalipa rent 3 months. Mimi naomba tu Mungu anisaidie tu na rent. Na mimi kama pastor ninajua Mungu na utajiri wake apeanagi pesa. Lakini huyu mtu anaomba apate.
Na maana ninajua Mungu hatampea pesa, atamtafutia kazi. Mimi nafanya kumtolea na mpea. Maana ninajua hata nikimwombea itoke pesa huko juu hatapata. One time in, I don't know, ni Njenga ama one of those kijiji kwa hiyo side, kulikuwa floods, and you know floods was in affect that area sana. And I was seated with my wife in the office. A gentleman came with a wife. Ameshikana mikono akatuambia, pastor, nataka kukuona. Nikamwambia haya, sema. Kanambia, sisi floods zilikuja, kila kitu ilienda, hata watoto sijui wako wapi, hata nguo yenye iko ni hii tu unatuona nayo. Yaani mimi, Mungu atusaidie, ni ile suti yangu nilivaa siku ya harusi, tukuma my wife, enda uletee tu huyu mtu upe, at least aache kukaa namna hiyo. Only later kurealize ameitisha msaada wa namna hiyo kwa watu wengi. Then God spoke to me that I should concentrate. That is what the bishop reminded me alipokuwa anazungumzia, that people have unending issues. But if you empower a believer to know what God says about them, atakuwa amejiokoa na amekuokoa kama pastor. Hallelujah. Atajiokoa na aokoe wengine na aokoe pastor. Aache kukua mhubiri wa welfare. Hallelujah. Praise the Lord. Because I realize people were talking about mchungaji ni spiritual leader, but mchungaji ameanza kuconcentrate na rent, fees, ugonjwa, nini ingine, kukula, kuvaa. Then I realize the church needs to understand, hata kama the gospel is not about food, it is not about money, the gospel is not about wealth and the poverty, the gospel is about eternal life, na kuishi maisha vile Mungu anataka chini ya jua. Believers need to know God wants you with affluence. Mungu anataka ukue na kitu na zaidi ya kitu. Hallelujah. But now, church, when you come from this place, many of the things, hata saa hii nikiitisha kila mtu share your prayer request, uta notice bado ni welfare tunaongelea hapa, si ndio? Sina fees, sina job, sina pesa, sina rent. It is still the same old issues. Biblia inasema sasa tufanye kazi. Hello? Hello? Na ni kazi yoyote ambayo utapata, anza kufanya hiyo, ambayo ni kazi dignifying, si kazi na kupeleka kufanya dhambi. Anzia hapo. Hallelujah. 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 So that poverty comes out of the church. A poor church is not feared by the devil. The devil fears three kinds of believers. One, a believer who knows their God. Shetani anaheshimu huyo mtu sana. Number two, a believer who understands himself. Yani anaelewa rights zake katika ufalme wa Mungu. And number three, the devil fears an economically empowered believer. Mkristo ambaye hayuko economically empowered, hata kama anajua Mungu, amesimama mahali telezi. Ndio maana nasema Wakristo tuache kulala sana, na tuache kuglorify umaskini. Tuamke tufanye tu vitu. Hallelujah. Do something. Fanya market survey. Watu wa Indakaundi wanapendaga nini? Wape, watakupea pesa. Juzi I met somebody
hapa Athi River. Kanambia, hey pastor, nakujua. Kamwambia, hey, sikujui mimi. Kanambia, and I have a big stock of avocados. I want to give you some. Nikamwambia no, because sikujui kwanza nitanunua. Alafu nikinunua na wewe uniongezee. I have that tendency. Even when you want to bless me, I bless you first, then now you can reciprocate. Then they told me their story. Nikarealize kweli ananijua. But this is a believer walking with a stock of many avocados. Hallelujah. Because every work is profitable. Wacha kuangalia kazi inakaa namna gani. Unataka uendage kazi ukiwa na marashi, unanuka vizuri, unanukia vizuri. Wapi? Biblia, Mungu alisema, by the sweat of your brow you shall live. Kwa jasho la uso wako utaishi. Sasa marashi, unafikiria ukifanya kazi ngumu ni marashi inanuka ama ni jasho? Tukiona mtu mchafu tunajua ako na pesa. Wandugu wengine tukiona mnang'ara sana tunaogopa, tunajua hamuna kitu. Tukikutana na wewe katikati ya wiki na umeng'ara sana, tunajua hauna kitu, maana hujachoka, hakuna jasho. Hallelujah. Live a quiet life. Work with your own hands. Tuache ustaarabu. Unaamka tu unashinda unaona Afro Cinema. How will you earn your livelihood? How will God bless you if you are not doing something na mikono yako? I said in this church, na tayari nimeanza kusikia impact yake. Ben, if you remember 2022 nilikuwa ninasema hii kanisa ita export watu different places. Sasa dikoni yangu mmoja akaenda na manga, nikasema unabii unatimia, lakini ameanza kwenda mbali na mimi. Last Sunday I missed this brother. Sasa na wewe please, na wewe tulia kidogo. But we have men and women. Tunaona hata wengine kama kina Dalmas wanakuja wamesema we have not been with you for long. Nilikuwa shughuli hapa na pale. Because we need to have our men and the women, believers doing things in places. We need believers in the military, believers in media. We need believers in running big economies, running companies, big companies. We need believers flying our aeroplanes. We need believers in our courtrooms. We need believers in parliament. We need believers in Senate. We need a believer in State House. Hallelujah. Tunahitaji wa Kristo kila mahali. You must do something in this kingdom. Somebody. Church that it's not economically empowered, hakuna mahali inaenda. Acha nirudie. Kanisa ambayo pastor yake na members wa hilo kanisa si economically empowered, hiyo kanisa ukikuja 10 years utaikuta hapo, haiendi mahali. We must be economically empowered. And the trick is, there is no trick, ni kufanya tu kazi na kuishia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hebu uliza mtu, what do you do for a living? Na asikwambia anatumikia Mungu. Muulize, what do you do? What do you do? What do you do? Sioni mkiuliza. Ama nikuja nijiulizie. Ama nikuja nijiulizie. When we come for our midweek fellowships, tunafaa kuwa hapa, maombi inachacha juu. Katikati ya wiki ukinusa unasikia harufu ya maombi na jasho. Watu wametoka kazi, wananuka kazi. Harufu ya jasho ni harufu ya pesa, ni harufu ya resources, ni harufu ya ufalme. Harufu ya marashi, na tuko katikati ya siku. Ndugu, marashi umetoa wapi? Kumaanisha umetoka tu kwa nyumba. Hallelujah. Praise the Lord. Tunapatana hapa sote tunanuka kazi. Hallelujah.
That way we will have strong families, strong church, strong community, na church ambayo haiwezi tikisika. Let me tell you, when you have met your basic needs, ni rahisi sana kusimama kwa imani hii. You remember our Lord's Prayer? Hebu tuseme our Lord's Prayer pamoja. Our Father who art in heaven. Simamia hapo. Naambiwa ukiomba Mungu, Kristo mwenyewe Mwokozi na Bwana wetu alituambia muombe sana kwamba Bwana awape chakula cha kila But we have believers. Mtu wako na mikono, lakini tumekuwa watu waombaomba. And where we've read in the book of Proverbs that maneno mengi, empty talk which just leads to poverty, that God is putting things in place. Things are falling in place. My brother, hakuna kitu itaingiana, ni wewe uamuke uingizanishe mambo iingiane. Hallelujah. Hakuna mambo itafall into place. Put things in place. I don't want to convert believers into praying machines, but people that are praying without wisdom. Praying without a plan is playing without knowledge. Again, praying without a plan ni kucheza tu, yani ujui tu ni mchezo unafanya. You need to pray, but with a particular direction. Mungu, ninaomba ninapoenda kubisha mlango nipate kazi, uenende pamoja nami. But you can't just pray madhogodhanio. You are praying ile kitu itakuja ndio utachukua. Please, God is specific. Hallelujah. Hallelujah. Praying without a plan is playing unknowingly. Unacheza tu, ujui tu ni mchezo unafanya. Hallelujah. Church, anza kuuza kitu kizuri. Semi mtu auze banki, tafadhali. Begin buying and selling. Kama uuzi product, uza service. Pewa mtu na kazi ufanye na mikono yako, ama uendee vitu kule kwa wholesalers, uzie retailer, ama uzie the direct customer. You will get money, na hata ukisimama you will be respected. Hallelujah. Na shetani mtakuwa mmeanza kuachana kwa mambo kadhaa, itabaki ile mambo serious sasa ya kiroho. Vitu vingine inatutatiza wapendwa, si mambo ya kiroho, ni shida tu, na shida ni adui ya mwanadamu. John, how are you son? I love you. Praise God. Vitu vingine inatatiza wapendwa, si vitu ya kiroho, ni shida, na shida ni adui wa mwanadamu. Hebu fungua kinywa chako, kataa yale unahitaji kukataa, kubaliana na yale unahitaji kukubaliana nayo. Kataa yale unahitaji kukataa katika jina la Yesu. Kubaliana na yale unahitaji kukubaliana nayo in the name of Jesus. Hey, my God and my Father, I need to finish this. Proverbs 21:20. Proverbs 21:20. Nakubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama kwa neno lako Bwana. Hebu nipe, which translation is this? Hebu nipe NLT kama uko na any other translation apart from this one.
ingine. Any other? There is something I'm looking for. Proverbs 21:20. Oh yes, this is the New King James Version. Ebu nipe NIV. Jesus. Okay. Do you have NLT? Hakuna. Not even on Easy Worship. Jaribu, najua nakupeleka marathon. Lakini wapendwa, I want you to know God wants you to meet your own needs. Tuache kuglorify umaskini katikati yetu. Hallelujah. Will you do something? Utafanya kitu na maisha yako. Hallelujah. Anza kuuza kakitu. Ukitoka hapa usiende kulala tu na kushout in bed, oh God, arise, do something. Praise God. Ukihitaji kwenda Kamkunji, tembea huko uone nini inaendelea. Ukihitaji kwenda Gikomba, tembea tu, ona market survey, know what you can do for yourself, because kama ufanyi kitu kwa ufalme huu, hakuna mbali utaenda. Nipe hiyo ingine umetoa, this one. Thank you very much. Hebu tuisome yote pamoja kwa nguvu kama a great mass choir. Let us go. The wise have wealth and what? Now let me tell you, luxury ni nini? Hii ni kiatu, hii si ya pesa mingi. Ni kiatu tu ya kutembelea. Yaani ni basic, kitu ya kuvaa. Luxury means uko na kitu ya kuvaa na iko na comfort. Juzi nimeona mtu anauliza, yule mtu ako na ile gari dogo na yule mtu ako na ile gari kubwa, tofauti ni nini? Si yote mnaenda from point A to point B. Moja ni luxury, nyingine ni basic. And there is a difference. Biblia inasema the wise, they have wealth and, lakini hawa watu wengine, na wengi wetu tuko hapo, Mungu atusaidie. Haleluya. Wengi wetu tuko hapo, Bwana tu atusaidie. Tuko basic, tuko bora uzima, bora uhai, Bwana anatusaidia. Poleni kwa kuwachokoza, lakini nataka hili kanisa lisimame. Nataka kila nyumba isimame. Watoto wetu wafanikiwe, nyumba zifanikiwe. Si kuishi tu, lakini tuishi maisha ambayo yako na maana, dignified lives. Tukisema tuna Yesu, watu wanatuangalia, wanasema watu kweli Mungu amewasaidia. Look at wale waliotutangulia. Look at Abraham. Abraham alitembea na Mungu. He was a worker, he was blessed. Look at Isaac. Isaac alichimba visima. Let me tell you, hata saa hii ndakaundi kuchimba kisima is not cheap. Wekelea $1,000,000 kwa meza uchimbe kisima. Isaac alichimba visima, akichimba wanamnyang'anya, akichimba wanamnyang'anya, akichimba na yeye alikuwa mtu ameokoka, anawaachia. Akichimba wanamnyang'anya, anawaachia. Kisima 2024 kuchimba kisima minimum wekelea $1,000,000 kwa meza. Then the Bible says Mungu alimnenea pia apande. Wakristo tuliacha ukulima. Okay. Tukaachia wale watu eti hawaye kusoma. Okay. Wale watu hawana Mungu. Okay. Isaac. Tunasema the God of Abraham, Isaac and Jacob. Biblia inasema Mungu alimwagiza kukiwa kukavu, enda upande. Akapanda akavuna 100 times. Hallelujah. Angalia wao watu wote Mungu alibariki. Hakuna mtu alibarikiwa akiwa amekaa tu. Jacob, the other son of Isaac,
He was a big businessman. Na alikuwa shrewd. Alienda kwa father in law. Akapiga hesabu ile mshahara, watu wa mshahara Mungu atusaidie. Akaenda kwa baba yake in law. Akaona ile mshahara anapeago hapa si ya kumsaidia, ni ya kuishi tu, akae uwai, ahangaikie uzeeni. Akapiga hesabu, akaenda akamwambia father in law, kutoka leo naomba usinilipage. Baba in law na yeye alikuwa mkora, akafikiria ameangukia mtu mjinga. Akamwambia lakini tunaweza agree, hizi kondoo zako huwa nalinda, si unaona zizali yangu zenye ziko na madoadoa, mimi naomba tu mshahara yangu itakuaga ile ikizaliwa moja iko na madoadoa, ndio hiyo mshahara mimi sitaki. Mzee akapiga hesabu, akaona huyu kijana hii kitu ana, naye akaomba Mungu, akasema Mungu, naona usiponisaidia, Mungu wa baba yangu usiponisaidia, haja ya huyu mzee ni akuje kuniachilia bila kitu, nisaidie. Zikikunywa maji anazitabiria, zikazaliwa tu ingi, tuko na madoadoa. Hata kama Mungu alimwahidi kumbariki, hakumbless hivi. It took effort. Unaamka na unajua kulisha si kitu rahisi. Wewe umeilisha Mr. Sa. Where? Ng'ombe iko afadhali kulisha mbuzi. Unaelewa kwa nini Biblia inasemaga mbuzi hata kuingia haitaingia? Ni sumbua. Na kondoo sumbua. So kuamkaga kila siku ulishe mbuzi plus kondoo ni kazi moja ngumu. Hata najua nyinyi hamwezi taka watoto wenu wakuwe watu wa kulisha mbuzi plus kondoo, lakini hiyo ndio ilikuwa kazi ya mtu ambaye Biblia inasema amebarikiwa na Mungu. So hard work and God blessed him. By the time aliachana na Laban, akitembea hivi over 500 na wake wawili na watoto na mali, bila mshahara wa mtu. Haleluya. Watu wa mshahara, Mungu amsaidie na atusaidie. Hello. Yes, tufanye kazi. Men and the women of this house, your pastor wants us blessed. When you are not blessed, your pastor struggles. Sikia, wakati wewe una struggle, your pastor ana struggle. When I look at the offering basket na ninakuta haina kitu, ninajua wafanyikazi wa hii nyumba mishahara itabidi niingie kwa mfuko. Itabidi hizi vitu unaona zina run, nianza na mimi kuhangaika. When you are struggling, the church is struggling, your family is struggling, your pastor is struggling. When you are blessed, your family is blessed, your generation becomes blessed, the kingdom is blessed, your pastor is blessed, your parents are blessed. That is why lazima uinuke na ukanyage njia ya kufanikiwa, na ujilazimishe hata kama roho inakataa. Hallelujah. Hebu simama kwa miguu yako. Kataa yale unahitaji kukataa. Ambia Mungu nibariki. Ninajua mimi nimeokoka, lakini my Father, I don't want to spend my life in vanity under the sun. I know you say in your word that the blessing of God makes rich and adds no sorrow. Give me to be blessed. If you are here and you are a young person, there is a great future for you. You cannot resign. You cannot resign to discouragement in your teens, in your 20s, in your 30s, in your 40s. You are too young. God has a purpose for each and every single one of us. Fungua kinywa chako, zungumza na Mungu. Mwambie Bwana nibariki. Mwambie Yesu niinue. Mwambie Yesu nishikilie. Mwambie Yesu nifungulie milango. I will do what I must do. As a child of God, I will do my part. And I know, faithful God, you will do your part. In the name of Jesus, open your tongue, roar in prayer, decree goodness, mercies, greatness over your life and your generation, that your children will not struggle. You will not struggle. Spend your life in luxury. In the name of Jesus, it is possible. It is possible. It is possible. Decree the grace of God over your life. Hallelujah.
Hey. Fungua, usingoje wimbo. Zungumza na Mungu, mwambie Bwana, fungua macho yangu nione opportunities that are there for me, that I can do much more. Refuse to be a victim of poverty in this world. Hey. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, walking in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Kama unakubaliana na hilo neno la Mungu, inua mkono wako, wekelea kwa moyo wako namna hii. Sema, Lord, you have blessed me. Favor of God in my life. Favor of God in my life. Produce promotions. Produce promotion. Bonuses. Bonus. Contracts. Sales and the commissions. Sales and in Jesus' name. In Jesus' Because name. I am a tither. Because I am a The windows of heaven are open for me. The windows of heaven. The are blessing is pouring out to me. The blessings are pouring I am head, I am not tail. I am head. I am above and above only. I am above and above. I speak to the mountains ahead of me. I speak to the mountains ahead of me. Let it move in Jesus' name. Let it move in Jesus' name. I am debt free. Kama una madeni, zungumzia maisha yako. Ayo si maisha, iyo ni maisha ya jana. Sasa Mungu ananena nasi, twende kiwango kingine, a level of luxury and wealth in Jesus' name. Speak over your debt situation. Wealth and the riches are in my house. In the name of Jesus.
I increase more and more because it is God who gives me the power to make wealth. The promises of blessings are mine and my generation and this congregation, my God and my Father. Let every work your people do be blessed. Kila kazi wateule wanayofanya, wakifungua duka zao wabarikiwe, wakienda kazi zao wakakuone. Let there be multiplication ndani ya mashamba, ndani ya manyumba, ndani ya kazi, ndani ya biashara. Magari ya biashara yabarikiwe na yaongezeke. In the name of Jesus, let every business multiply. Let there be multiplication, 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 multiplication. Even in this drought situation, let there be increase in the fields. In Jesus' name. Yes. Thank you, Lord. Maybe uko hapa na ile kitu unafanyaga for an income imeanza kukwama. Inua mkono mahali uliko, sema I connect to the grace. Just lift up your hand. Sema Bwana, najiachilia kwa neema. Najiachilia kwa neema. Milango yangu ifunguke. Milango yangu ifunguke. Nibarikiwe tele. Nibarikiwe tele. Nipate za kujisaidia. Nipate za kujisaidia. Na kukutumikia. kutumikia. Kwa jina la Yesu. Baba, naachilia baraka juu ya kila kazi, kila biashara. Everything your people do for a living, let it be blessed. It is our portion as your children. In the name of Jesus, nakataa umaskini na laani umaskini katikati yetu katika jina la Yesu. Kila nyumba ikawe inaweza kimu mahitaji yake. Let there be overflow, overflow, blessings galore in the name of Jesus. Let there be increased blessings in the name of Jesus. Poverty is not our portion in Jesus' name. Wale ambao milango imefungika kwa muda, hauna kitu ya kufanya, unasema pastor, umehubiri vizuri lakini sina kazi. Weka mkono juu tu kwa imani. Unaaminia Mungu for an opportunity. I can see those hands. Weka tu juu kwa imani. Hauna kitu unafanya sasa, unaaminia Mungu tukubarikiwa. Sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako, nakataa kupungukiwa. My Father, open doors for these dear ones. Let them also be able to meet their daily needs. They too are children of God, and they too deserve the blessing of God. I decree open doors for them. When they knock doors, my Father, let it be opened for them. Let them receive opportunities, contracts, tenders, anything, even opportunities to supply in the name of Jesus. Tunakataa kuombaomba kwa sababu ya umaskini katikati yetu. Twaitisha neema, twaitisha neema na utajiri ambao hauleti machozi, utajiri wa kweli, generational and transgenerational wealth, in the name of Jesus. The Lord bless us, the Lord keep us, the Lord expand us. In Jesus' name we pray. I want you to take your seat for a moment as you ponder about this word. Nataka uchukue sadaka yako, andaa sadaka yako sasa. Niongezee hii statement kidogo. So 2018, again 2018, nilipokuwa ndafanya hiyo kazi ya uchungaji, I realized nimekuwa mtu wa charity, mtu tu wa kupeana. Watu wanakuja, wengine hata najua huyu nitaombea nini. Mtu hana chakula, utaanza kumwombea Mungu amsaidie aje na chakula, unampea tu food. Sasa hata haja ya maombi inaisha. But how will I be able to sustain families na hiyo?
So wapendwa, akawa wameanza kukua wengi kanisani, lakini wengi tu ni mashida. Nataka uchukue hiyo bahasha yako, weka fungu la 10, weka sadaka maalum, a seed offering. You are believing God for the next open door, for the next open opportunity, and God will help you. So at that point nilikuwa nafanya kazi mahali fulani, watu fulani nikauliza, mtu akiwa anatumikia Mungu level yangu anafaa kufanya nini? Wakaniambia, anza kumtumikia Mungu full time. Wacha hii kitu kingine unafanyaga ukuje kukaa kanisani. Nikawaambia sorry, siwezi acha ile vitu, maana mimi ni kama ni mimi nasaidiaga hawa wapendwa. But I found out that God used me for that moment to see the kind of problems ndani ya wateule. Zingine tunashindia kuombea, hazihitaji maombi. Ni watu waamke wafanye some few things, and suddenly many of the prayer requests tunafikiria tuko nazo zinapungua tu by themselves. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I charge you in Jesus' name, take upon the word of God. Kubaliana na neno la Mungu kuhusu haya maneno ya maisha, so that in the subsequent services tuingie mambo ya kiroho. Leo sijaongea mambo ya kiroho, by the way, nimeongea tu mambo ya hii maisha, na najua mnafikiria ni mambo deep sana ya kiroho. Hii ni mambo tu ya life. Hapo hakuna Mungu na shetani, hapana. Ni mambo tu ya kujua au principles za maisha haya zilivyo. Chukua sadaka yako, na wale mko na fungu la 10, tutakuja mwisho tusimame hapa nipate kuwaombea. Those of you that give tithe, you are the people, and those that are in the partnership program, nyinyi ndio watu mmeshikilia huduma hii. Nyinyi ndio watu ambao mnafanya hizi taa zetu zikae zinawaka namna hii. The people that are faithful in being givers of tithes and offerings, bila kuibia Mungu. Mungu akikubariki tu na wewe una support tu kazi yake. Wakati hauna, unaambia Bwana nisaidie, nami nikipata I will be faithful. Hallelujah. That way we will have a church that is strong, a community that is strong, families that are strong, and a nation that is stable. Hallelujah. Praise the Lord. Let me read this scripture, alafu tutoe na kupea hiyo nafasi uendelee kuandaa sadaka yako. Giving you this opportunity so that you may prepare your offering. Luke 16:10. Luke 16:10. Put it up. What does the word of God say? Whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Hebu soma hii tena. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with, but whoever is dishonest with very little can also be dishonest with. Watu wengine hapa ndio Mungu amewajaribu, amewawekea mtihani mkaanguka. When God blessed you with little, if you are not faithful and honest with little, God will never give you much. Kumbuka wale wangwana walipewa talanta. Mmoja akapewa 5. Mwingine ilikuwa 3 ama ni 2, na mwingine 1. Yule wa 5 alikuwa faithful. Yule alikuwa wa 2 akakuwa faithful. Yule wa 1 akakanyagia. Mwishowe alinyang'anywa the little he has. Kama uko na kakazi na unakafanyiaga kazi yako we mwenyewe, wacha kudharau hiyo kitu unafanya. Amen. Wacha kwenda kufungua kazi saa 4. Wacha mchezo. Be faithful. Fungua mapema, hata watu wakienda kazini wakutage umefungua. Hello. Be faithful.
Umeajiriwa na mtu, amekupea job, amekuamini, amekupea tu responsibilities. Be faithful. Stop stealing time from your boss. Be faithful. Mungu amekupea familia ya watu wawili, mke, mume, na uko na watoto mmoja wawili. Be faithful. Bring them up in the best way you know how. God will see your faithfulness and add you more. Could be watoto more or even more resources. Hallelujah. Mungu amekupea time. Don't spend all your time chit-chatting on things that don't add value to your life. Same case, ikifikia ni kutumikia Mungu, na Mungu amekupea much, be faithful with much. Mungu amekupea little, be faithful with little. He will see your faithfulness and add you more. Ndio unaona nahubiri mpaka nachukua overtime, because I love what I do, but we must stop there. Pastor, njoo uombe kwa ajili ya sadaka. Mpe Yesu makofi. Wale tuko na fungu la 10, I'm changing strategy going forward. I will be making a special prayer for the tithers as God helps us. Pastor, let us pray. Father, we thank you because you are faithful. Thank you for speaking to our hearts. We bless your holy name. Our time has come. We give our offerings, our tithes and our seed offering. We pray that you receive it in the name of Jesus Christ, oh God, and that you bless each and every person, oh, for the honor and glory of your name. Blessed be your holy name for blessing our lives and lifting our souls and our spirit. We give you praise and we give you honor. For this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Kumi, na Bwana atubariki. Bring up a song. Tulete sadaka. Ni Yesu kwa milele, ni Yesu ni Yesu kwa milele, ni Yesu. God bless you. God bless you, tither, and uplift you. God bless you for being a blessing to this ministry in the name of Jesus. Hapa niko na sadaka zenu. Joyce Marakaru, Mama Mercy, Pastor Abigail hapa, Mr. Milton. God bless you, dear ones. On this side, wale tumetoa on M-Pesa paybill. God bless you, Dalmas, Harrison, Benjamin, Richard, Irene, Jane, Simon, Monica Njeri, Daisy, God bless you, Milton hapo,
Elizabeth Mudhoni, Mr. Alfred Mutua, Vera Kerubo, Emma Esther, David Mwema, Grace Wambua, Celestine, and Catherine. God bless you, and let's do something with our hands. Amen. The future is bright for our work. Hallelujah. By the sweat of our brow we shall live. Kila mtu anuke jasho hii wiki na wiki zijazo. Hallelujah. Yes. Na utaona umaskini umetuondoka na Bwana atatusaidia. Hallelujah. God bless you and God keep you. After this tutakuwa na mkutano wa viongozi. Tukumbuke huenda kama tutakuwa na group meetings, we will try to keep them short na Bwana atatusaidia. Pastor, njoo uombe kwa ajili ya uzao wa kwanza. Acha nikutumie leo. Naona imeandikwa, sijui imeandikwa namna gani. Asante mwana wa Mungu kwa ajili ya huyu mtoto wako ambaye ni mwaminifu kwako, na kwamba Bwana kupitia hii sadaka ambaye ametoa kama fungu, kama uzao wa kwanza, ukambariki, ukamuinue, ukakumbuke kazi ya mikono yake katika jina la Yesu Kristo. Kama mtumishi wako na mtangaza kwamba amebarikiwa na wewe na akaitwe mbarikiwa wako kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, maana wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Kwa jina takatifu lenye nguvu, uweza na mamlaka tumeomba na kuamini. Amen. Amen. David, karibu. Thank you, dear ones. I love you. Wow, celebrate Jesus. Thank you so much. I say celebrate Jesus. Hallelujah. Make it more, make it more, make it more for Jesus. Wow, celebrate the messenger, the man of God in the house, for giving us such a wake-up call. Hallelujah. Wow, thank you. Wow, I'm sure that we are blessed and we have heard something. Hallelujah. It is the only word that you work at that works for you. So if you don't work the word will not work for you. So go and work it. Hallelujah. So this time I just want